Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ni Dominika ya 17 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo ambayo yanatuongoza katika tafakari yetu. Somo la kwanza linatoka kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 3 aya ya 5, ya 7 hadi ya 12. Somo la pili linatoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 28 hadi ya 30. Na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 13 aya ya 44 hadi 52. Wapendwa katika Kristo, kwa majuma kadhaa Bwana wetu Yesu Kristo amekuwa akitufundisha habari za ufalme wa Mungu. Dominika zilizopita tumesikia mfano wa mpanzi, mfano wa ngano na magugu, mfano wa mbegu ya haradali na mfano wa chachu. Mifano yote hiyo ilikuwa na lengo kubwa moja: kutufundisha ufalme wa Mungu ni nini na unafanya kazi na unafanyaje kazi katika maisha ya watu. Leo Yesu anaendelea na mafundisho hayo hayo kuhusu ufalme wa Mungu. Anatumia mifano mitatu ambayo kwa nje inaonekana ni mifupi sana, lakini ndani yake kuna ujumbe mkubwa kuhusu thamani ya ufalme wa Mungu na jinsi tunavyopaswa kuupokea na kuuishi. Lakini kabla hatujaingia katika mifano hiyo, ni vizuri kwanza tujiulize, ufalme wa Mungu ni nini? Mara nyingi tunaposikia neno ufalme wa mbinguni, tunafikiria mahali tutakapokwenda baada ya kumaliza maisha ya hapa duniani. Hilo ni kweli, lakini Yesu hapa anazungumzia jambo lililo kubwa zaidi. Ufalme wa Mungu ni Mungu mwenyewe anayetawala maisha yetu. Ni pale ambapo Kristo anakuwa Bwana wa mioyo yetu, mawazo yetu, familia zetu na maamuzi yetu. Ni kuishi chini ya utawala wa Mungu na kuruhusu mapenzi ya Mwenyezi Mungu yaongoze maisha yetu. Kwa hiyo, hazina ambayo Yesu anazungumzia si fedha, si mali, wala si cheo. Hazina hiyo ni Mungu mwenyewe. Hakuna kitu duniani chenye thamani kubwa kuliko Mwenyezi Mungu. Baada ya kutufundisha maana ya ufalme wa Mungu, Yesu anatupa mifano miwili inayofanana sana lakini yenye utofauti mkubwa. Mfano wa kwanza ni wa mtu aliyegundua hazina iliyofichwa shambani. Huyu hakuwa anaenda kuitafuta. Lengo lake lilikuwa sio kuitafuta hazina. Inaonekana alikuwa anaendelea na kufanya kazi zake za kawaida, lakini ghafla akaiona ile hazina. Alipotambua thamani yake, akaenda kwa furaha, akauza kila kitu alichokuwa nacho ili anunue lile shamba na kuimiliki ile hazina. Na mfano wa pili ni wa mfanyabiashara wa lulu. Huyu ni tofauti. Yeye alikuwa akitafuta lulu nzuri. Alikuwa na kiu ya kupata iliyo bora zaidi. Alipoiona lulu moja yenye thamani kubwa kuliko zote, naye pia akauza kila kitu alichokuwa nacho ili aweze kuipata. Tofauti ya mifano hii miwili ni kwamba mtu wa kwanza hakuitafuta hazina. Lengo lake lilikuwa sio kuitafuta ile hazina, lakini aliipata kwa bahati. Lakini mfanyabiashara alikuwa akiitafuta kwa makusudi. Aliweka lengo, aliweka nia ya kuitafuta hiyo lulu. Hata katika maisha ya kiroho hali hiyo ipo. Wapo watu ambao hawakuwa wanamtafuta Mungu,
lakini Mungu ndiye aliyewatafuta kwanza. Na mfano mzuri ni Mtume Paulo. Kabla hajawa mtume, aliitwa Sauli. Alikuwa njiani kuelekea Damasko, si kwenda kumhubiri Kristo, si kwenda kumtafuta Kristo, bali alikwenda kuwakamata na kuwatesa Wakristo. Lakini njiani Kristo mfufuka alimtokea na kumwambia, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Siku hiyo maisha yake yalibadilika kabisa. Paulo hakumpata Kristo kwa sababu alikuwa anamtafuta. Kristo ndiye aliyemtafuta Paulo. Alikuwa kama yule mtu aliyegundua hazina bila kuitafuta. Alikuwa analima shamba, baadaye kwa bahati akaiona ile hazina. Lakini wapo pia wengine wanaofanana na yule mfanyabiashara wa lulu. Hawa wana kiu ya kumtafuta Mungu, wanaomba, wanasoma maandiko matakatifu, wanatafuta ukweli na maana ya maisha, na katika safari hiyo wanakutana na Kristo. Ingawa njia zao zilikuwa tofauti, huyu ambaye aliweka lengo la kuitafuta lulu na huyu mwingine ambaye alipata kwa bahati, njia zao zilikuwa ni tofauti. Lakini jambo moja linalofanana ni kwamba walipotambua thamani ya kile walichokiona, waliuza kila kitu walichokuwa nacho ili waweze kukipata. Hili ndilo fundisho kuu la Bwana wetu Yesu Kristo kwetu sisi. Ukimgundua Kristo kuwa ndiye hazina ya maisha yako, hakuna kitu kinachopaswa kuwa muhimu kuliko yeye. Kuuza kila kitu, ndugu zangu, hakumaanishi kwamba kila Mkristo anatakiwa kuuza nyumba, kuuza gari au kuuza mali zake zote ili awe maskini. Maana yake ni kuwa tuko tayari kuacha kila kinachotutenganisha na Mungu. Tunaacha dhambi, tunaacha kiburi, tunaacha chuki, ubinafsi, tamaa mbaya na kila tabia inayotuzuia kuishi chini ya utawala wa Kristo. Swali la leo, ndugu zangu, ni hili. Je, kuna kitu tunachokishikilia kuliko Kristo, kuliko Mungu? Je, ni fedha? Je, ni kazi? Je, ni biashara? Je, ni kutafuta umaarufu? Je, ni starehe? Au mahusiano yamechukua nafasi ambayo ilipaswa kuwa ya Mwenyezi Mungu? Ndio maana kwenye somo la kwanza linatuletea Mfalme Sulemani. Mungu alimwambia aombe chochote anachotaka. Mfalme Sulemani kama binadamu mwingine, labda angeomba mali nyingi, angeomba ushindi dhidi ya maadui au maisha marefu, kwa sababu tayari ni mfalme, ana uhakika na kila kitu. Labda angeomba maisha marefu ili aendelee kutawala, aendelee kutamalaki. Lakini Mfalme Sulemani aliomba hekima ili aweze kuongoza watu wa Mungu vizuri na kwa busara. Kwa nini aliomba hekima? Kwa sababu alijua kuwa akimpata Mungu, ambao ndio hekima yenyewe, mambo mengine yote yatakuja kwa wakati wake. Sulemani alichagua hazina ya kweli badala ya hazina zinazopita. Ndio maana Mungu alimbariki si kwa hekima tu, bali hata kwa mambo ambayo hakuyataka. Baada ya kuchagua hekima, Mfalme Sulemani alibarikiwa na akapewa kila kitu, hata kile ambacho hakuomba. Ndugu zangu, Yesu anamalizia mafundisho yake kwa mfano wa tatu wa wavu uliotupwa baharini na kukusanya samaki wa kila aina. Wavu ulipojaa, wavuvi walivuta ufukweni
wakatenganisha samaki wazuri na wale wabaya. Kwa nini Yesu anamalizia kwa mfano huu wa wavu na hawa wavuvi wakitenganisha hawa samaki? Kwa sababu anataka kutuambia kuwa haitoshi kugundua ufalme wa Mungu, ni lazima tubaki waaminifu mpaka mwisho. Ndiyo, tumeshapata ufalme wa Mungu, tumeshampata Kristo ambaye ndio hazina yetu, haitoshi. Lazima kuishi waaminifu mpaka mwisho, tuishi kadiri ya sera za Kristo, jinsi Kristo anavyotaka tuishi. Tukishamgundua, lazima tuishi mpaka mwisho wa maisha yetu. Mtu anaweza kumpokea Kristo leo, anaweza kubatizwa, anaweza akaanza kusali, kushiriki sakramenti na kuishi maisha ya Kikristo, lakini hiyo si mwisho wa safari. Safari ya imani ni ya kila siku. Kuna majaribu, kuna vishawishi na changamoto nyingi zinazoweza kutuyumbisha. Ndio maana tusidhani kwamba kwa sababu tayari tumempata Kristo, tayari nimekwisha batizwa, tayari nina imani, basi tumemaliza kila kitu. Hapana. Baada ya kuipata hazina, tunapaswa kuilinda. Baada ya kuupata ufalme wa Mungu, tunapaswa kuudumisha ndani mwetu. Tusiache sala, tusiache kupokea Ekaristi Takatifu, tusiache kupokea sakramenti ya upatanisho, tusiache kusoma neno la Mwenyezi Mungu, tusiache kutenda matendo ya upendo, tusiruhusu mali, mafanikio au starehe za kidunia zitunyang'anye hazina tuliyoipata. Kwa sababu Yesu anasema mwisho wa safari kutakuwa na uchambuzi. Kama vile samaki walivyotenganishwa, ndivyo siku ya hukumu kila mmoja atasimama mbele za Mwenyezi Mungu kutoa hesabu ya maisha yake. Swali halitakuwa kama tuliitwa Wakristo au la. Swali litakuwa, je, tulidumisha imani tuliyoipokea? Je, tulibaki waaminifu kwa Kristo mpaka mwisho? Ndugu zangu, leo Yesu anatupa mwaliko wa mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, tutambue kwamba hakuna hazina kubwa kuliko kuwa na Mungu katika maisha yetu. Mungu ndio hazina yenyewe, ndio kitu cha thamani. Kwa hakuna kikubwa kingine chochote duniani zaidi ya Mungu. Na pili, tuwe tayari kuacha kila kinachotuzuia kumfuata Kristo kwa moyo wote. Tuwe tayari kuacha chochote kile ambacho ni kipingamizi cha sisi kumfuata Kristo. Na tatu, baada ya kumpata Kristo, tubaki waaminifu kwake mpaka mwisho, kwa sababu mwisho wa maisha kutakuwa na hukumu, na wale waliodumu katika imani ndio watakaourithi ufalme wa Mungu milele. Tumuombe Bwana atupe hekima ya Sulemani ya kuchagua kilicho cha thamani kuliko vyote. Atupe moyo wa kuthamini hazina ya ufalme wake, na atupe neema ya kudumu waaminifu mpaka siku tutakaposimama mbele zake. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.